فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea na darsa katika kitabu Ahkamul Janaiz, ambapo tuko katika sehemu ya mwisho katika bid'aha, mambo yake yaliyozuliwa, mambo ya jeneza. Na katika sehemu hii ya mwisho tuko katika maudhui at-ta'ziyatu wa mulhiqatiha, mambo yaliyohusiana na ta'ziya, yani kumpa nguvu ya imani mfiwa, kwamba asivunje imani yake, asife moyo, asiwe na huzuni, asiendelee katika msiba zaidi ya siku 3, kumpa mkono wa ta'ziya, yani kumuazi, yani kumpa nguvu ya imani. Hii ndiyo sehemu tunayoendelea kuishi nayo, na insha Allahu taala tutaishi katika ukurasa nambari 256 na tutaianza sehemu ya juu kabisa ya ukurasa huu kwenye nukta nambari 110 katika mambo yaliyozuliwa. Hilo litakuwa la 110 katika jumla ya mambo yote pamoja aloorodhesha Albani ni 241 mambo yamezuliwa, hayamo. Jambo la 110, itikhadhu dhiyafa, ni kufanya ugeni rasmi kwa kuwasubiri watu wanaokuja kuleta mikono ya taazia, kuwafanyia ugeni rasmi wa takrima. Min at-taami, katika vyakula. Min ahli al-mayiti, tena ubaya wake vyakula hivi vikifanywa katika wale watu wa maiti. Hilo jambo kwa hakika ni jambo halimu katika dini, bali ni jambo baya. Katika ubaya wake jambo hili ni kumkandamiza mnyonge baada ya msiba kuondokewa na mtu wake. Pengine mtu wake huyo alikuwa ni mwanawe mwenye nguvu katika jumla ya wanawe, ndio peke yake mwenye ajira, waliobakia wote anawatazama yeye. Mwenyezi Mungu akachukua roho ya kiumbe huyo. Ni msiba mkubwa amepata mzazi, amepata vile vile kwa wajukuu wake na kila aliyekuwa akipata msaada uliokuwa umesababishwa na mtu yule. Basi baada ya msiba ule, wafiwa tena wanakuwa wanafikiria jambo jingine zaidi la kuwatengenezea wageni wao wanaokuja kuwaazi aina ya vyakula kwa idadi ya siku kadhaa. Jambo hili ni uzushi katika dini, tena ni jambo baya la kutaka kupigwa vita. Halikuelezwa katika ahkamu janaiz peke yake, bali anataja hapa Albani ameligundua jambo hili ndani ya kitabu Talbis Iblis, kitabu kilichoitwa Talbisu Iblis, yani ubabaishaji wa Ibilisi, namna anavyobabaisha watu katika dini ya Mwenyezi Mungu. Akalitaja na yeye vile vile kwenye kitabu hicho kwamba jambo hili ni jambo la bid'a, na amelitaja katika sahifa ya 341. Na vile vile kitabu kingine kilichotaja habari hii, Fathul Qadir li Ibn al-Hammam, kilichoandikwa na Ibn al-Hammam, juzuu ya kwanza ukurasa nambari 473. Vile vile imetajwa habari hii kwenye kitabu Al-Madkhalu, juzuu ya 3 kwenye ukurasa nambari 275 na 276. Vile vile likatajwa habari ya jambo hili ndani ya kitabu Islahul Masajidi, kutengeneza mahala mwa ibada mwa kusujudia kama misikiti. Hilo ni jina la kitabu. Amezungumza mambo haya ya ubidaa huu
wa kutengeneza wafiwa vyakula kwa ajili ya wageni wao wanaokuja kuwaazi ameyataja katika kurasa nambari 181. Kisha anasema Albani, waradi'il mas'alata, najaribu kidogo kurejea ujikumbushe ndani ya kitabu chetu hichi cha Ahkamu Janaiz. Rejea kwenye masala nambari 114 iliyoko katika sahifa nambari 167. Jaribu kwenye kitabu chako kupata kidogo ukurasa nambari 167. Iko habari hiyo katika nukta nambari 114 juu kabisa. Ukishaupata ukurasa 167 kama una kitabu juu kabisa, anasema wayanbaghi, na inatakikana ijtinaba amraini, kujiepusha na mambo mawili usiwe nayo ili upate thawabu. Wa in tatabaa an-nasu alaiha, hata kama watu wengi wamefata jambo hilo kulifanya, wewe jiepushe nalo. Jiepushe na mawili haya. La kwanza, alifun al-ijtima'u lit'azia, kujikusanya kwa ajili ya kupokea mikono ya taazia. Hii taazia hii haitaki watu wajikusanye wafiwa pahala kwa ajili ya kuwapokea wageni wao kwa taazia, na hiyo ndio inasababisha mtawaonea haya wale mkijikusanya. Basi hata kahawa kidogo na visheti hivi tuputupu, kwani masikini sana sisi. Ndio mwanzo wake inakuja hivyo. Sasa kujikusanya watu kwa ajili ya mikono taazia fi makanin khasin, katika pahala makhsusi, kadari, kama kwenye nyumba au ilmaqbara, au wengine wanakwenda makaburini kukaa kule. Tena wanatoa tangazo hasa mahala pa taazia itakuwa kaburini huko, anataka je kaburini huko, au ilmasjid, na wakati mwingine hutumika misikiti kwa uzushi huu. Na mambo haya kwa hakika aghlabu pahala nilipoyaona mimi tashdidi kabisa inafanywa, nimeyaona maskati kabisa. Jamaa wa maskati wana siku maalum za kufanyia taazia. Pale pale kwenye maziko inatangazwa taazia itakuwa pala fulani, msikiti fulani, nyumba ya fulani, pahala fulani. Kwa hivyo huko watu wanakusanyika wafiwa wote kabisa, kila aliyehusika katika kufiwa wanakaa kitako katika, kama ni msikiti, na vyakula anwai vimekusanyika pale, tende, maandazi, kitu gani, halwa, nini na nini. Anakuja pale anakaribishwa dhifa zile, halafu anazungumza kidogo. Kama na haraka ataondoka hapo, kama na haraka anakaa nao wafiwa pengine mpaka vipindi vya sala vinaingia. Kama taazia itakuwa al-magharibi, basi mpaka Aisha anaingia pale, namna kama hiyo. Na ni jambo ambalo limezoeleka na limekuwa katika sehemu ya dini ya Kiislamu kabisa, limekuwa ni katika sehemu ya dini. Wanaokuja mazikoni wanauliza kabisa taazia iko takoko wapi, na wanaambiwa taazia iko pahala fulani, kwa hivyo wanakwenda kwa azi. Jambo hili kwa hakika ni jambo la uzushi katika dini, halijakuwepo wakati wa karne 3 bora, ile ambayo Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa na masahaba wake, na iliyofuatia kwa matabiina, na hata iliyofuatia kwa tabiina, na hata iliyofuatia mpaka kwa kuwapata maimamu. Hayakuwepo mambo haya. Haya mambo wameazusha wajanja wanaopenda kula sana. Wametia mambo haya katika dini mpaka yakaeleweka kwamba ni sehemu ya dini. Wafiwa wanahangaika na watajidhani kwamba hawakumzika vyema mtu wao, wataogopa kulaumiwa, wamemtupa mtu wao, hata pahala pa taazia pamewashinda. Hiyo alifun. Baun, la pili, mbali ya kujikusanya, itikhadhu ahli almayiti, ni kutengeneza watu wa maiti at-taama, chakula, lidhiyafati alwaridina lilazai, kwa ajili ya kuwakirimu ugeni wale wanaokuja kwa ajili ya kuleta mikono taazia. Kutengeneza chakula wafiwa ni makosa makubwa, kama hapana budi wao ndio wakupewa, maana wao ndio wenye msiba.
wao ndo waliopata upungufu katika familia yao. Basi kwa hivyo wao washughulikiwe katika zile siku 2-3 za mwanzo zile, pasionekane kufuka moshi kwao. Wao kakitako kwa hakika wanastahiki kuweka msiba kwa siku 3. Baada ya siku 3 waondoe msiba na kila mmoja afanye shughuli zake, bila ya wao kuhangaika kupika chakula, bali kama hapana budi wao ndo wafanyiwe takrima ya kupelekewa chakula, na chakula kiwe si cha israfu, si kingi bila kiasi kikakosa walaji. Chakula wanatizamwa watu nyumba ile wako wangapi, na bila shaka watakuweko pale na jamaa zao, wametoka shamba, wametoka bara, wametoka wapi. Basi panatizamwa pale pahala kiasi gani kitawafaa watu. Basi wanakaa kitako kwa siku zile, wasihangaike kupika, wao ndo wakupewa na sio wao kuwapikia watu. Kuwapikia watu wao ni uzushi mkubwa katika dini ya Mwenyezi Mungu. Wadhalika, akasema katika kurasa huo nambari 167 Albani ya kwamba jambo hilo limekuwa ni uzushi lihadithi Jarir ibn Abdillah al-Bajali, ni kutokana na hadithi ya bwana Jariri ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu qal, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema kunna na'uddu, tulikuwa sisi tunahisabu, wa fi riwayatin nara, na katika masimulizi mengine imekuja kauli kunna nara, tulikuwa sisi tunaona, al-ijtimaa, jambo la mkusanyiko, ila ahli al-mayiti, kwa watu wa maiti, yani wafiwa. Tulikuwa tunaona jambo hilo la kulikusanya, wasani'ati at-ta'ami, na kutengeneza chakula, baada dafnihi, baada ya kuzikwa maiti. Tulikuwa tukiona sisi tukihisabu mina an-niyahati, ni katika sehemu ya maombolezo, ni kuomboleza. Sisi maswahaba wa mtume tukiona hivyo. Kisha akaeleza chini katika kurasa nambari 1 kwamba qala an-Nawawi, amesema Imamu an-Nawawi fil Majmu'i, katika kitabu Majmu'i. Maana mambo kama haya wakiyasema watu wengine, mara hutupiwa ile sifa ya Wahabi, sifa hiyo kadha kadha, ili wasipate kuwasikiliza watu wengine wanaotafuta ukweli wa dini yao kuijua. Upesi ukimbilia hao ndo watu wenyewe, hao ndo hivi. Lakini anapoingia kama mtu Imamu Nawawi pahala, inakuwa tena jambo linapata nguvu nyingine ya ushahidi. Manake Imamu Nawawi anakubalika mpaka kwa watu wa khurafati. Al-Habibu Nawawi Abu Zakaria anajulikana rasmi ni mwandishi aliyekusanya hadithi ndani ya kitabu Riyadhus Salihin. Yeye msikize anavyosema sasa, na yeye anasema wa amma aljulusu litazia. An-Nawawi huyo, ama kukaa kitako watu kwa ajili ya kupokea mikono ya kuazi, fanassa Shafi'i, hilo jambo amelieleza Imam Shafi, na Shafi ni imamu wake huyu An-Nawawi, manake yeye ni mfuasi wa Shafi. Sasa anasema fanassa Shafi'i, kwa hakika ameeleza Imam Shafi wal musannif, na vile vile musannif, wasairul ashabi, na waliobaki katika masahaba wameeleza ala karahatihi, juu ya uchukivu wake jambo hili. Masahaba wameeleza, Imam Shafi ameeleza, na wengine wameeleza kwamba hili jambo ni baya, linachukiza. Qalu, wakasema yani biljulusi laha, yani kwa ajili ya kukaa kitako, kwa ajili ya kuaziwa wafiwa. Jambo hilo an yajtamia ahli almayit, ni kukusanyika watu wa maiti, fi baitin, katika nyumba fulani, fayaksiduhum, ili wakapata kuwakusudia wao, man arada at-ta'ziya, kila aliyekusudia kwenda kuazi ende pahala fulani. Qalu, wakasema bal yanbaghi, bali yatakikana an yansarifu, waondoke baada ya kuzikwa maiti, wafiwa watawanyike, wasiweko pale pahala. Hata pale nyumbani wakimbie kidogo, maana patakuwa na zogo. Ule msiba utakuwa kila wakati unakuwa unafanywa upya tu, na watu watakuja na maombolezo na kujiliza, na wengine waongo, hawana hata machozi ya kulilia. Anavizia pale paliwe chakula ndolo kuendea tena, atakamua we atajiliza na kuomboleza na hadithi nyingi kuleta.
watakiwavyo. Haya maneno wanayazungumza hawa kina Imamu Nawawi, wanasema yatakiwa an yansarifu, waondoke, fi hawaijihim, watawanyike, wende kwenye haja zao mbalimbali. Anaokwenda kazini aende kazini kwake. Faman sadafahum, atakaye swadifu kuwakuta popote pale atapokuta, ikiwa njiani, ikiwa sokoni, basi azahum, atawapa mkono taazia popote pale, tamarikiti. Ya bwana, nimesikia kifo cha mzee na hivi na hivi na hivi, huu ni mkono wako. Adhama Allahu ajraka, Mwenyezi Mungu autukuze ujira wako. Wa ghafara limayitika, na amsamehe Mwenyezi Mungu maiti yako, na hivi na hivi na hivi, kumtakia pale maneno ya kumtia nguvu kwenye imani, aondokewe na unyonge. Na kama anacho chochote cha kumsaidia, anatia mkono mfukoni, namsaidia, anamwambia na mimi hii ni sehemu yangu ya kusaidia msiba huu. Manake yeye mfiwa ndo wakupewa, sio atoe, apewe, kaondokewa. Na kuna mambo mengi sana atakayokabili sasa, madeni ya maiti pengine na kadhalika na kadhalika. Maiti ameacha watoto mayatima, ameacha vizuka wale mayatima wale wanataka kutizamwa, na sio wao ndo wakamuliwe kutoa, wao ndo wapewe. Wala farqa, tena jambo hili la kutawanyika wafiwa wasikae pahala pamoja, hakuna tofauti baina rijali, kati ya wanaume, wanisai, na wanawake, fi karahati aljulusi laha, katika uchukivu wa kukaa kitako kwa ajili ya kuwapokea wageni wanaokuja kuleta mikono taazia. Haifai kabisa mambo haya. Vitabu vyote vimeeleza, na wanavyuoni wengi sana mpaka mnao wanajua mambo haya, wameeleza haya. Akaendelea kusema wa nasal Imamu Shafi'i, akaeleza Imamu Shafi'i alladhi ashara ilayhi an-Nawawi, maneno ambayo ameashiria Imamu Nawawi, akaeleza huwa fi kitabi al-Ummi, kwamba ameyatoa kwenye kitabu al-Ummu. Imam Shafi'i ameeleza humo kwenye Ummu, kitabu chake kikubwa hicho, ya kwamba wa ukriha almaatimu, na imechukizwa habari ya misiba kuiendeleza sana zaidi ya siku 3. Wa hiya aljamaatu, na namna ya msiba kuukuza ni kujikusanya watu kwa ajili ya kupokea mikono taazia. Wanajikusanyia nini? Wa in lam yakun lahum bukaun, hata kama hakuna kilio, basi atakakitako kimya, wamejinamia hivi, aje mtu pale kuja kwa mkono, wamekaa pamoja hivi. Fa inna dhalika, kwani hakika kufanya hivyo, yujaddidu alhuzna, kutaifanya huzuni iwe mpya kila wakati. Na jambo la kuifanya huzuni ikiwa mpya katika Uislamu haitakiwi. Huzuni, kujikumbusha mambo ya kidonda. Kama kweli watu wanawapenda waliondoka duniani, basi jamaa zao wapo, wawatizame kwa kuwapa misaada, waulize nani amahitajia skuli ya hapa fee zake, wawalipie watoto mafia skuli. Wakijua ya kwamba kuna mtoto ameshindwa kwenda chuo kikuu, wao wachukue sponsorship ya kumfanya mtoto wa marehemu akasome mpaka amalize, kama ni kweli linawauma. Na wakikuta kiwete amekaa kitako, sasa kahujumiwa katika msiba uliotokezea, miguu hana hichi, wamtafutie kigari cha kuendea na shughuli zake, na sio kujikumbusha watu misiba kwa kujikusanya na kutafuta vitabu vya Qur'ani na nyadhifa ambazo wanakula wenyewe. Kama ni halua pale watakula wenyewe, watafurahi wenyewe. Wale kule mayatima kule hakuna kitu, na kama zitakusanywa za mayatima watapiga kuni watu waongo, watatafuna. Halafu misiba hiyo haishi. Kila mwaka tarehe ile ikifika, lazima watu wahuishe jambo la kujihuzunisha. Katika Uislamu marufuku jambo hilo. Hayo mambo hayo wameyafanya Mayahudi, wakayachomeka ndani ya dini, wakawapachikia wale watu wanaoitwa Mashia, wakaambiwa nyinyi mko tofauti, nyinyi watu wa mtume, nyinyi jamaa zake mtume, nyinyi amedhulumiwa Husaini, nyinyi. Kila mwaka shetimu mkumbuke Husaini, na katika kumkumbuka sio mnamkumbuka tu,
Shati ujilabu uonekane kama we kweli una uchungu naye. Kwa hivyo wanajilabu, wanajipiga, wenye kujipiga magumi mbali, makofi mbali, na mpaka visu, minyororo, na huko nje huko Lebanoni na kadhalika huko, basi watu wanajilabu kwa kukata ndimi zao. Mtu atoboa ulimi kwa jisu, halafu anaufunga pale kama mshipi, halafu ndio kajilabu, na wanaitakidi kwamba ukifa pale moja kwa moja ila aljanna, ila aljanna. Mtume kakataza kujiadhibu kwa ajili ya msiba. Laana Allahu shaqa walhaliqa wasalika, Mwenyezi Mungu amemlaani mwenye kuchana nguo, wachilia mbali kujipiga, kuchana nguo zake, na mwenye kujipiga makofi ikiwa ya mdomo, ikiwa ya mapaja, na mwenye kunyoa nywele zake kwa ajili ya msiba. Mtume wa Mwenyezi Mungu amelaani. Halafu uje useme kwamba ukifa pale umeingia peponi kwa kujipiga? Abadan, safari moja kwa moja ila nari. Hakuna hivi wala hivi. Mwenyezi Mungu hataki. Ukijipiga manake umemlaumu Mwenyezi Mungu, amekuharibia mambo yako. Ndio maana unajipiga ati. Ujipigie nini? Wewe lako moja tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma wajurna fi musibatina wa abdilna khairan minha. Na dua nyingi sana kwa yule aliyekufa, unaomba dua ndiyo yako yaliyobakia. Palipobaki baada ya siku 3, ondoka, tawanyika, jififirishe, jisahaulishe. Hutakiwi tena kukumbuka msiba. Wayukallifu almu'nata, na jambo hilo linalazimisha jambo la unyonge, maa ma madha, pamoja na yale ambayo yaliyopita, fihi, ndani yake, min alathari, katika athari, alama mbalimbali. Hayo tumeyataja japo kwa ufupi, kujikumbusha tu tuliyosoma siku za nyuma. Hivi sasa tuko katika mambo ya marejeo katika habari ya mambo yaliyozuliwa. Tuarejea tena kwenye ukurasa wetu kule tulikotoka. Basi nukta nambari 110, jambo lilozuliwa vile vile, itikhadhu dhiyafa, ni kufanya ugeni rasmi wa chakula, min at-taami, katika chakula, min ahli al-mayiti, yakifanywa hayo kutoka kwa watu wa maiti. Hayo yametajwa kwenye kitabu Talbis Iblis na Fathul Qadir li Ibn al-Hammami, kitabu kingine Al-Madkhalu, kitabu kingine Islahul Masajidi. Na ndiyo tumerejea kama alivyotuambia Albani, waraji'i almas'alata 114, rejea katika mas'ala nambari 114. Tumerejea, tumeona kidogo mambo yalivyozungumzwa kule. Tunaendelea sasa na jambo la 111 katika mambo yaliyozuiwa vile vile. Jambo la 111, ittikhadhu dhiyafati lilmayiti, ni kutengeneza dhifa ya karamu kwa ajili ya maiti, fil yaumil awwal, katika siku ya mwanzo alipokufa mtu. Baadhi ya watu siku ya mwanzo ile lazima pafanywe karamu ya kweli kweli, pengine kabla ya maiti kutoka ndani ya nyumba au baada ya watu kurejea mazikoni. Wakute pale kijungu kimeepuliwa na chakula kimepakuliwa na watu wamejipanga safu, au wanawekwa kiukumbi kwa ajili ya chakula. Kama watakuwa ni wafiwa peke yao na familia yao ni kubwa, watu wengi wao hawana makosa, wamekuja pale mazikoni na wanataka kula, pengine ni watu ambao wamo ndani ya familia ile, kula wao si makosa. Asije akasema mtu habari ya kwamba jamani nye hata chakula basi bidaa vile vile. Ndiyo, kitapokuwa kimekiuka sheria itakuwa ni uzushi vile vile. Kula wafiwa hawajakatazwa, lakini wapewe, wapikiwe, watayarishiwe, watengenezewe, wao sio walishe watu. Fil yaumil awwali, siku ya mwanzo, wa sabi'i, na siku ya 7 katika baadhi ya watu. Siku ya 7 lazima kianguke kitu pale kwa wafiwa. Na nyingine nakuja hiyo wal 40, hii tunayo mpaka sisi, na siku ya 40. Siku hizi lakini haijulikani 40 wala ya 4 wala ya 5, siku yote 40 ile. Siku ya nafasi yake tu, mtu tambua leo kuna 40 ya fulani. Ukijiuliza 40 kwa nini imetimia, ile itikadi kumbe ilikuwa ya uongo, wewe unaijua wenyewe kama ni uongo. Maana ilikuwa itikadi ile siku 40 ndo shingo ya maiti na kwenda zake kaburi na katika siku ile. Kwa hivyo paliwe kitu sadaka yake.
ili kukatika kwake pale Mwenyezi Mungu airehemu, aifanyie, sijui kama ailinde chikatike, sijui nani aliochungulia akaenda akaona, wala sijui kitabu gani kimetaja baada ya siku 40 maiti shingo inakatika, sijui pala gani imeonekana. Watamami sana. Na nyingine inapotimia siku mwaka mmoja tokea mtu alipokufa, hiyo huitwa hauli. Leo kuna hauli ya fulani, yaani misiba iwe inaendelea siku zote na watu hawa watakuwa ni wengi kila pahala. Kwa hivyo hizi 40 hizi zitakuwa hazishi maisha, na hauli zitakuwa ziko kila siku. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu heshima yao, kipato chao, ujanja wao itakuwa maisha yeye kapenya katika 40 nyumba hii na hauli nyumba ile. Maisha iko hivyo, pale pahala pengine ndio siku ya kwanza, na pengine siku ya 7, na pengine siku ya 40, na pengine ni hauli. Maisha yuko hivyo. Hii ni dhulma kubwa na dhulumiwa wanyonge, maskini za Mungu, Waislamu wasiojua dini yao. Na wanawake majumbani, kama tulivyosema, wao ni watu wa hatari, wanatakiwa waogopwe. Kwa sababu kuogopa kwao, tumezungumza jana katika darasa ya Qur'ani ya darasa ya hadithi ya Riyadhus Salihina, ya kwamba ogopeni wanawake. Katika jambo la kuogopa tukasema ni kule kuwaacha wajinga. Ogopeni kuwa wanawake wakiwa wajinga na hatari. Haya mambo ya 40 haya, siku ya 7 haya, siku ya kwanza haya wana nguvu nayo wanawake majumbani. Na mwisho atakwambia sisi tumekwenda mazikoni kwa watu kwa tumeona. Usitwambie tumekwenda mazikoni kwa watu kwa fulani, tumeona watu wanapomzika mtu wao. No, mtatufedhehesha. Wanawakamata kaka zao, wanawakamata maame zao, tena wanaume na elimu zao zote inabidi wasalimu amri. Wanawake wamesema, wanawake wamehamaki, wanawake wamechachamaa nyumbani. Wanasema ya kwamba hoja yao kubwa, ndiyo tunajua kwamba hicho katika dini kitu hakipo na gharama ndiyo, lakini tutaonekana vipi uko kama huu, ukubwa wake hivi ulivyo? Na sisi tumekwenda mazikoni kwa watu, tumeona watu wanavyofanya. Kwa hivyo na sisi vile vile tunataka tushindane nao. Kwa hivyo kila namna, kila siku ile 40 yenyewe itakuwa kama pana mahfali ya harusi labda hivi, wala sikumkumbuka maiti tena, ni pahala penye furaha zake. Manake malaji yenyewe yameandaliwa rasmi, karamu rasmi, vinywaji tofauti na tishu zinapatikana pale, sahani aina maalum, alimadi waandaaji maalum. Ni pahala ambapo hapana msiba, pana furaha kubwa. Laiti wangelijua alionayo marehemu huko aliko, wasingethubutu kufanya upuuzi ule, na wangekuwa wanajifikiria na wao vile vile yatawafika mambo gani na amali gani wanapeleka kwa Mwenyezi Mungu. Wasingefanya upuuzi ule, lakini pana pazia limewekwa, hawayajui mwenzi wao amepambana na mambo gani. Na laiti kama wangekuwa wanamsikia sasa anaoyasema, wangesikia lawama zake anavyolaumu, wangesikia tu ondokeni, kumbe hayafai kabisa, fanyeni mambo yenye faida na nyinyi. Lakini hasikilkan tena, hata kama atalaumu watagombeza, hasikilkan tena. Na hayo huna ya kuyasema, huna namna ya kuyafahamisha mpaka kukubalika kabisa. Hunayo. Shetani amechukua nguvu kabisa na amewapoteza sana waja wa Mwenyezi Mungu, na haya yamekuwa ndiyo dini yenyewe. Sehemu kubwa ya ibada katika mambo ya mazishi ni mambo haya, sio ile sala ya maiti, sio mambo yale mhusu maiti yale kabisa. Utakuta watu hata washiriki nayo kabisa. Na hata namna inavyosaliwa sala ya maiti utaona haina thamani yoyote. Si dua za kweli kweli inopelekewa mwenzi wao, shaghala baghala, ondoa njiani tu. Haijulikani alhamdu imesomwa saa ngapi, haijulikani salatu nabii saa ngapi imesomwa, haijulikani kabisa dua ya maiti mambo vipi. Takbira ya 4 kabisa ikipigwa pale, kwa hakika hukuti mtu kuendelea na chochote katika dua zile, isipokuwa pale kuondoa njiani watu ya Allah. Labda baada ya kumaliza sala ya maiti ndo itakuja tena mambo mengine ya upuuzi ya ikhlas 11, as-salatu an-nabii 10 maratin, labda vitu kama hivyo ndo utaona ambavyo shetani kavifanya kuwa ni dini. Lakini sala ya maiti ipelelezeni inavyosaliwa, ni kuondolewa njiani, ni sukuma tu, na huenda ikawa watu hawaijui.